Timu ya Taifa Stars imefanya mazoezi ya mwisho leo ikiwa Dar es Salaam, na sasa kikosi kinajiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea Marrakesh, Morocco, ambako tutacheza tarehe 5 ya Juni dhidi ya Uganda na tutacheza tarehe 9 Juni dhidi ya Rwanda. Ni michezo ambayo ipo kwenye kalenda ya FIFA. Kikosi kinataraji kuondoka leo usiku saa 5 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kuelekea huko Marrakesh, Morocco. Lakini pia vile kwenye kikosi mchezaji Faisal Salum ambaye alijumuishwa katika kikosi hiki ameripoti kambini, lakini kwa upande wake ana majeruhi ambayo yatamfanya ashindwe kucheza kwenye michezo hiyo ya kirafiki. Madaktari wa timu yake of course walimwangalia, lakini alipokuja kwenye timu ya taifa kuripoti, madaktari wa timu ya taifa pia jopo la madaktari nao walimtazama na ikaonekana kwamba hataweza kucheza michezo hiyo. Kwa hiyo Faisal amepewa ruhusa ya kuweza kurudi kujiuguza, na hivyo nafasi yake kama kutakuwa na mabadiliko yoyote basi itatangazwa, lakini kwa sasa ndio iko hivyo. Wachezaji wengine wote wako vizuri. Tayari tumepokea pia wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania, na wengine ambao wamesalia wao tutakutana nao moja kwa moja kule Morocco. Na nani? Mimi nimetoa taarifa ya Feitoto. Sawa, tuzungumzie pia hajaonekana mazoezini taarifa yake na vipi atasafiri na kikosi unacho? Kikosi unacho au umekuja na kikosi chako kichwani ndugu yangu? Siku ya kwanza nimemuona. Ala. Sawa, Ndimbo, kesho tunategemea kushuhudia fainali ya Under 17. Tuzungumzie hili kidogo pengine kuelekea katika fainali hiyo. Watanzania pia wanategemea kushuhudia mchezo wenye ushindani wa hali ya juu, lakini pia shauku kubwa kombe lije Tanzania. Of course timu yetu ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys imefanya kazi kubwa mpaka kufika kwenye hatua hiyo ya fainali za AFCON, lakini tayari imekwisha fuzu kucheza kombe la dunia 2026 pale Qatar. Kwa hivyo kesho ni wakati wa kuhitimisha mashindano haya ya AFCON, na ni of course ni kuweza kuchukua kombe hilo la AFCON, tukiwa tunaandika historia kwa mara ya kwanza kuweza kubeba kombe hilo la AFCON. Timu inaendelea na maandalizi kule Morocco kwa ajili ya mchezo huo wa hapo kesho, lakini pia jambo kubwa ni kwamba kuna Watanzania wengi ambao watapata fursa pia ya kuweza kushuhudia mchezo huo wa fainali pale pale Morocco. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutoa ndege ya kuwafuata vijana hawa kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, lakini manake ndege hiyo itaondoka na Watanzania mbalimbali ambao watakwenda kushuhudia mchezo huo wa fainali, kwa maana ya kwamba tunakifuata kikombe chetu tuweze kurudi nacho hapa nyumbani Tanzania. Tunaamini kwamba kwa hilo itakuwa ni hamasa zaidi pia kwa vijana wetu kuona Watanzania wengi wapo uwanjani wakiweza kuwapa hiyo support, lakini kwa wale ambao wanabaki hapa nyumbani bado tuendelee kuisupport timu yetu hii ikipeperusha bendera ya Tanzania, na tujipange kuona ni namna gani ambavyo tukifanikiwa kubeba hilo kombe basi tutalipokea kwa namna gani. Lakini hata kama timu hiyo haitachukua hilo kombe, bado imeandikisha historia, imefanya jambo kubwa, kitendo cha kufuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza, lakini kitendo cha kuingia fainali kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu. Bado vijana hawa kusema kweli wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri ambayo inahitaji